Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mpango wa rais wa Marekani wa pointi 28 wa kumaliza vita huko nchini Ukraine umewavua nguo watu wa magharibi. Hii ni kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo. Rasimu iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump katika namna ya kumaliza vita ni mpango ambao kimsingi umeharibu mipango ya watu wa magharibi, na ndicho wanachosema wachambuzi wa mambo kwamba Trump amewavua nguo viongozi wa magharibi juu ya suala la kumaliza vita huko nchini Ukraine. Hata hivyo, baadhi ya vyombo vya habari vimeeleza kwamba huku ni kuwatia aibu watu wa magharibi ambao walikuwa na mipango mingi dhidi ya Ukraine. Nchi za kimagharibi zilikuwa tayari kununua silaha kwa ajili ya Ukraine. Marekani ilipokea fedha nyingi kwa ajili ya kuwapa silaha Ukraine, silaha ambazo zimekuwa zikinunuliwa na nchi hizo za magharibi. Rais Donald Trump amesema amempa siku 5, kwa maana hadi siku ya Alhamisi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atoe majibu juu ya kumalizika kwa vita hivyo kwa masharti ambayo yameelezwa katika rasimu hiyo. Zelensky amesema anakabiliwa na chaguo gumu ambalo ni kupoteza utu wao au hatari ya kupoteza mshirika mkuu ambaye ni Marekani kwa muda mrefu. Mapema siku ya Jumamosi, viongozi wa nchi 9 za Ulaya pamoja na Japan, Canada na maafisa wakuu wa Umoja wa Ulaya walionyesha wasiwasi wao juu ya vikwazo vilivyopendekezwa na mpango huo kwa vikosi vya kijeshi vya Ukraine, wakionya kwamba wataiacha Ukraine katika hatari ya kushambuliwa siku zijazo. Urusi ilianza operesheni yake maalum ya kijeshi mnamo Februari mwaka 2022 kwa kile ilichoita uchafuzi na uondoaji wa kijeshi wa Ukraine. Kando na mipaka kwa jeshi la Ukraine na kuzuia wanachama wa NATO, Moscow ilitaka lugha ya Kirusi ifurahie hadhi rasmi nchini Ukraine. Lakini kutokana na mambo mengi ambayo sasa yanaonekana hayawapendezi watu wa magharibi, rais wa Marekani Donald Trump ameona hakuna nia ya kuendelea na vita kati ya Urusi na Ukraine, vita ambavyo vinaharibu uchumi wa ulimwengu ikiwa ni pamoja na Marekani yenyewe. Wachambuzi wa mambo wa kiuchumi wanasema kwa hali ya kawaida baadhi ya watu hawezi wakaona athari za kuyumba kwa uchumi kutokana na vita vya kati ya Urusi na Ukraine, lakini kwa kiasi kikubwa ikumbukwe Urusi imewekeza kwa kiasi kikubwa katika maeneo mengi ulimwenguni, lakini pia rasilimali nyingi zinapatikana nchini Urusi kama vile mafuta pamoja na gesi, ndizo ambazo zinaukuza uchumi wa watu wa magharibi. Na hata wakati huu tangu mwaka 2022 ambapo nchi nyingi za magharibi zilitoka katika janga la corona, ziliamua kuweka vikwazo vikali dhidi ya bidhaa za kutoka nchini Urusi pamoja na kuwafukuza baadhi ya wawekezaji kutoka nchini Urusi katika mataifa ya Ulaya. Jambo hili linatajwa kwamba limeudhoofisha sana uchumi wa mataifa ya magharibi, na hata hivyo mataifa ya magharibi yalipania kwamba lazima waishinde Urusi, lakini sasa rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kuwa upande wa rais wa Urusi Vladimir Putin. Trump amesema kuwa mpango aliouandaa wa wenye vipengele 28 vya kumaliza vita vya Ukraine hautakuwa toleo lake la mwisho, kwani pendekezo hilo limezua wasiwasi mjini Kiev na miongoni mwa washirika wake. Tungependa kupata amani, ilipaswa kutokea muda mrefu uliopita. Vita vya Ukraine na Urusi havipasi kamwe kutokea, Trump aliwaambia waandishi wa habari wakati akiondoka ikulu ya White House siku ya Jumamosi. Tunajaribu kumaliza kwa njia moja au nyingine, tunapaswa kumaliza, alisema, akiongeza kwamba ikiwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ataukataa mpango huo, anaweza kuendelea kupambana na moyo wake mdogo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho kimeelezwa na watu wa magharibi kwamba Donald Trump, rais wa Marekani, ni kama vile amewavua nguo wa magharibi kwa kuua upande wa Urusi na kuitelekeza Ukraine, ambapo lazima iachie ardhi iliyo chini ya Warusi. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.